Sasa kesi ya uhaini dhidi ya mwenyekiti wa Chadema Tundu Antipas Lissu imefikia moja ya hatua zake muhimu zaidi mahakamani baada ya Lissu kuhitimisha hoja yake kwamba hakuna kesi ya kujibu. Aliomba jopo la majaji watatu kutoa uamuzi papo hapo badala ya kumrudisha gerezani na kurejea siku nyingine kwa ajili ya uamuzi huo. Kwa ufupi, Tundu Lissu alitaka asiweze kurejea gerezani leo ili aweze kufika nyumbani kwa mara ya kwanza. Hata hivyo, upande wa mashtaka ulikuwa bado haujamaliza. Wakili wa serikali Nasoro Katuga alisimama na kuanza kujibu moja kwa moja hoja ya Tundu Lissu. Hoja yake kuu ilikuwa kwamba kinyume na madai ya Tundu Lissu, upande wa mashtaka ulikuwa umewasilisha ushahidi wa kutosha kuanzisha kesi yenye msingi, yaani kesi ambayo katika hatua hii inatosha kumtaka mshtakiwa ajibu tuhuma hizo. Wakili wa Jamhuri Katuga aliwaelekeza majaji kwenye uamuzi mwingine wa mahakama ya rufani, ule wa DPP dhidi ya Morgan Mock, akisisitiza kuwa mahakama lazima ichunguze ushahidi uliowasilishwa na kujiuliza iwapo endapo ushahidi huo ungeachwa bila kujibiwa ungeweza kuhalalisha hukumu ya hatia kwa shtaka lililopo mahakamani. Kisha alirejea kwenye kile alichokitaja kuwa ni vipengele muhimu vya tuhuma ya uhaini. Kwa mujibu wa upande wa mashtaka, vipengele hivyo vinajumuisha mshtakiwa kuwa na utii kwa Tanzania, kuwa na nia inayohitajika kwa kosa hilo na kuonyesha nia hiyo kupitia tendo fulani. Wakili Katuga alisema kuwa tafsiri ya upande wa mashtaka kuhusu kipengele cha tatu ilikuwa muhimu. Alisema kuwa sheria katika kesi hii ilihitaji upande wa mashtaka kuonyesha udhihirisho wa nia hiyo inayodaiwa kupitia tendo badala ya kulazimika kuthibitisha kile alichokiita tendo la wazi kwa namna mahususi iliyopendekezwa na Lissu. Alirejelea kifungu cha 13 cha sheria ya tafsiri ya sheria Interpretation Act wakati akifafanua tofauti hiyo, akisema kuwa maneno tofauti yaliyotumika katika sheria hayapaswi kuchukuliwa moja kwa moja kuwa yanaweza kutumika badala ya mengine. Kutoka hapo, Katuga alizungumzia moja kwa moja ushahidi ambao ulikuwa umeshatolewa wakati wa kesi hiyo. Aliwaambia majaji kuwa upande wa mashtaka ulikuwa umewaita mashahidi 17 na kwa mtazamo wao ushahidi huo ulikuwa umedhibitisha vipengele muhimu vya shtaka hilo kwa kiwango kinachotosha kumfanya Tundu Lissu atakiwe kujitetea. Kuhusu kipengele cha kwanza, Katuga alisema hakukuwa na mgogoro mkubwa. Lissu ni raia wa Tanzania na upande wa mashtaka uliona kuwa sehemu hiyo ya kesi imethibitishwa. Hata hivyo, mgogoro muhimu zaidi ulihusu ile nia inayodaiwa kuwepo. Katuga alirejelea maneno yaliyomo katika hati ya mashtaka, ikiwa ni pamoja na kauli ambazo upande wa mashtaka unasema zilitolewa na Tundu Lissu na ambazo unadai kuwa zilionyesha nia ya kuitishia au kuidhoofisha serikali. Alitegemea mamlaka ya kisheria ya nchi ya kigeni ambayo alisema ilifafanua maana ya uchochezi na matumizi ya maneno yenye uwezo wa kusababisha matokeo fulani. Hoja ya upande wa mashtaka kimsingi ilikuwa kwamba maneno yanayodaiwa kusemwa na Tundu Lissu hayawezi kuchunguzwa bila kuzingatia mazingira ambayo inadaiwa yalisemwa. Katuga aliwaambia majaji kuwa mashahidi wa upande wa mashtaka walitoa ushahidi kuhusu maneno hayo, akiwemo shahidi wa 17 ambaye upande wa mashtaka unamchukulia kuwa muhimu sana kwa sababu alisema aliyasikia maneno ya Tundu Lissu moja kwa moja katika mkutano huo. Upande wa mashtaka pia ulitegemea ushahidi kutoka kwa mashahidi wengine wakiwemo shahidi aliyefahamika kama PW1 na PW16 na PW3. Katuga alisema PW1 na PW16 walitoa ushahidi kwamba maneno yaliyochapishwa yalilenga kuitishia serikali, huku PW3 akielezea mipango iliyohusisha vurugu dhidi ya watu. Hivyo upande wa mashtaka ulihoji kuwa ushahidi huo ulikuwa zaidi ya hotuba ya kawaida ya kisiasa na ulionyesha nia yenye uwezo wa kukidhi vigezo vya kisheria vinavyohitajika katika hatua ya awali ya kesi. Katuga pia alijibu hoja mojawapo ambayo Tundu Lissu alirudia mara kwa mara wakati wa uwasilishaji wake, ambayo ni ukweli kwamba shtaka hilo halitaji waziwazi serikali, bunge au mahakama kwa namna ambayo Lissu alidai inapaswa kuwa. Msimamo wa upande wa mashtaka ulikuwa kwamba serikali ilikuwa imetajwa kwa njia isiyo ya moja kwa moja, lakini yenye maana kwa kuzingatia muktadha
kupitia lugha iliyotumika katika shtaka hilo. Katuga alibainisha kuwa ingawa bunge na mahakama havikutajwa mahususi katika tishio hilo linalodaiwa, serikali ilihusishwa vya kutosha kiasi cha kuwezesha upande wa mashtaka kuthibitisha kipengele husika cha kisheria. Kisha alielekeza hoja yake kwenye jambo aliloliona kuwa tofauti kubwa zaidi kati ya kesi hii na kesi za awali za uhaini zilizotajwa na Lissu. Lissu alikuwa ametegemea sana maamuzi ya kesi za Grely Kungu Matata na wengine dhidi ya Jamhuri, akibisha kuwa maneno pekee hayatoshi kuthibitisha kosa la uhaini. Jibu la Katuga lilikuwa kwamba kila kesi ya jinai lazima ichunguzwe kulingana na ukweli na ushahidi wake yenyewe. Kwa mtazamo wake, upande wa mashtaka haukutegemea maneno pekee yaliyotenganishwa na muktadha. Alibisha kuwa maneno hayo yanayodaiwa yaliambatana na ushahidi wa utengenezaji, usambazaji na uchapishaji wake, mambo ambayo kwa mujibu wa upande wa mashtaka yalikuwa ni dhihirisho la nia inayodaiwa kuwepo. Hilo likawa ni suala jingine kubwa la kutokubaliana kati ya pande hizo mbili ndani ya chumba cha mahakama. Lissu alikuwa amedai kuwa ikiwa upande wa mashtaka ulidai kuwa kauli zake zilichapishwa kupitia Jambo TV, basi ilihitaji kuthibitisha uchapishaji huo kwa ushahidi stahiki, ikiwemo nyenzo yenyewe iliyodaiwa kuchapishwa. Hata hivyo, Katuga alisisitiza kwa upande wa mashtaka ulikuwa tayari umewasilisha ushahidi unaohusu uchapishaji huo unaodaiwa. Aliambia mahakama kuwa mashahidi wa upande wa mashtaka walitoa ushahidi kuhusu kuona nyenzo hizo kwenye mtandao wa YouTube kupitia akaunti ya Jambo TV. Kwa hivyo upande wa mashtaka ulishikilia kuwa swala hilo halijaachwa bila kuungwa mkono kabisa. Alidai kuwa licha ya kwamba Lissu aliwahoji mashahidi hao kwa kina, lakini upande wa utetezi haukufanikiwa kupinga maneno yanayodaiwa kuzungumzwa. Kulingana na wakili Katuga, maswali mengi yalilenga iwapo maneno hayo yalikuwa ya uhaini. Hoja yake ilikuwa kwamba tofauti hii ni muhimu. Kwa maoni ya upande wa mashtaka, iwapo ushahidi wa mashahidi kwamba Tundu Lissu alitoa maelezo hayo ulikaa bila kupingwa, mahakama inaweza kuzingatia ushahidi huo wakati wa kuamua iwapo kesi ya msingi imeanzishwa. Hatimaye majaji wanapaswa kuamua iwapo Tundu Lissu ana kesi ya kujibu au la. Iwapo mahakama itakubaliana na Tundu Lissu, kesi hiyo inaweza kuelekea kuachiwa huru katika hatua hii, kwa sababu upande wa mashtaka ungeshindwa kuweka kiwango cha chini cha kumtaka ajitetee. Iwapo mahakama itakubaliana na upande wa mashtaka, Tundu Lissu ataitwa kuwasilisha utetezi wake na kujibu tuhuma zinazoletwa dhidi yake. Mtazamaji, ni hayo tu, lakini nitaweza kurejea tena na update nyingine tuweze kuangalia kikao hichi cha leo cha mahakama kiliweza kuisha vipi. Je, majaji waliweza kutoa uamuzi gani? Lakini ili uweze kupata update hiyo, hakikisha umesubscribe na kubonyeza alama ya kengele.